Funika macho yako, tumshukuru Mungu. Baba, tunasema asante. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku ambayo umetupa ya leo. Mungu, ukajidhihirishe, ukajifunue. Tunapenda kushiriki kwenye hii ibada na kile ambacho umekusudia kusema na sisi kikawe halisi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. Amen. Unaweza ukaketi. Waimbaji, Mungu wabariki. Unaweza kurudi kwenye viti. Jina la Bwana libarikiwe. Leo tutajifunza somo zuri. Nimelipa jina mamlaka ya kimungu kuzishinda nguvu za giza, au mamlaka yanayoweza kusaidia kuzishinda nguvu za giza. Ndio somo ambalo tutakuwa nalo leo, na ninamwomba Mungu anipe tu namna niweze kulifundisha kwa utaratibu sana, kwa sababu ukielewa litakusaidia sana. Jambo moja ambalo lazima kanisa lielewe, mtu hatakiwi kuwa na tolewa mapepo kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifike sehemu mtu anaombewa, anafunguliwa. Akishafunguliwa, huyo mtu anaanza kukua kiroho. Lakini sio afya mtu huyo miezi 6 pepo ni hilo linalosumbua. Kila vita lazima iwe na majira ya kupigana hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Kikawaida tu, kwenye level ya kawaida, nchi moja inapopigana na nchi nyingine, huwa kuna budget inakadiriwa kutengwa, na wanapokuwa wanatenga hiyo budget wanakadiria muda wa hiyo vita utakaopigana. Vita yoyote ikipiganwa zaidi ya ule muda, hiyo nchi inaingia kwenye shida kubwa sana kiuchumi. Kama kwenye level ya nchi ndio iko hivyo, usembuse kwenye level ya mtu. Na huo sio mpango wa Mungu. Mungu anapoleta mtumishi akakuombea, ukafunguliwa, kuna namna unatakiwa ujione na kuna nafasi unatakiwa uwepo, ili ile nguvu ya giza iliyokuwa imekuingia ikitaka kuja tena ikuogope, ikukute wewe umebadilika, sio kama ulivyokuwa mwanzoni. Changamoto tulionao sasa hivi, nguvu za giza zinawaogopa watumishi. Sasa ni lazima itoke kwenye kuwaogopa watumishi, imuogope muumini pia wa kawaida, kwa sababu huyu muumini wa kawaida anakuwa amekuwa na kufika sehemu ambayo nguvu za giza haziwezi kumwataki tena. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa leo tutajifundisha kilichopo na kilicho kwenye ulimwengu wa roho, nafasi gani unatakiwa kuwa. Amen. Alafu ukishaifahamu hiyo, itakusaidia sana kwenye vita zako zote za kiroho ambazo unazipitia. Chukua Biblia yako, tusoma kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 19. Kitabu cha Luka mlango wa 10, nisomee mstari wa 19. Kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Rudia tena. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake.
Na ukisoma siku zote mstari ukakuta neno linasema tazama, manake mwandishi anataka umakini wako. Biblia za Kiingereza zinasema behold, manake mwandishi ana seek your attention, anatafuta umakini wako, manake kuna kitu ambacho anataka ukione, na ni lazima hicho kitu ni cha maana sana. Ndio maana ukisoma mstari anasema tazama, anawaambia wanafunzi wake, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Ukikosea mstari ukausoma tazama, nimewapa mamlaka ya kupigana, umeshakosea. Biblia isemi hivyo. Biblia inasema tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga. Akisha sema tu neno kukanyaga, manake huyu aliyekuwa anasema katika ulimwengu wa roho kuna sehemu ambayo amekuweka. Chochote unachokikanyaga lazima kiwe chini ya unyayo wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga, manake anaposema hivyo kuna kitu kimetokea. Namba moja, hicho ambacho kinatakiwa kukanyagwa kimewekwa chini, na anayetakiwa kukanyaga amewekwa. Na ndio maana unaposoma neno kama hilo, ndani yako lazima uanze kujiona, kumbe ninachopambana nacho kuna sehemu tayari kipo, na mimi kuna sehemu tayari nipo. Baadaye nitakuonyesha kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na. Kwa nini amesema nyoka na kwa nini amesema nge? Kwa nini katumia kwanza aina hii mbili, afu kumwishoni anasema na kila aina ya nguvu za giza? Lakini kawa specific, kasema tazama, nimekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Kwa nini Yesu alimtamka nyoka kwanza? Alimtamka nyoka kwa sababu nyoka ni mwerevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nyoka ana uwezo wa kuua. Kwa alikuwa anazungumza aina ya kwanza ya nguvu za giza ambazo ufanyaji kazi wao wanafanya kazi kwa uwerevu sana. Lakini pia hizo nguvu za giza zina uwezo wa kumaliza mtu. Ndio maana akamtaja nyoka. Ukisoma kwa nini adui alimtumia nyoka kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema wazi, kwa sababu nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama. Kwa kuna nguvu za giza ambazo zina uwerevu mkubwa, manake wanapoandaa kufanya angamizo wanatumia werevu. Sio rahisi kugundua huo mtego. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi wake, anaambia sikilizeni, nimewapa amri ya kukanyaga kwanza huyo nyoka pamoja na uwerevu wake, lakini pamoja na uwezo wake wa kuua, bado huyo nyoka nimemweka chini ya miguu yako. Afu anasema na nge. Nge waga na sumu. Nge waga anaumiza, lakini nge waga haui. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamekung'atwa na nge? Uking'atwa na nge unaweza kutamani ukate mguu mwachie. Manake anazungumzia nguvu za giza ambazo zinaweza zikaingia kwenye maisha ya mtu
na zikaamua kumtesa huyo mtu akiwa hapa duniani. Hazina uwezo wa kumuua, lakini zitahakikisha zinamtesa na huyo mtu anaona shida kuishi hapa duniani. Zikiamua kukaa kwenye eneo tu la uchumi wako, zinakushikilia kwenye uchumi, unapambana kila uwezavyo, lakini hauchomoki. Alafu mwisho wa siku unaanza kusema kama wokovu wenyewe ndio huu, yaani nina Yesu alafu bado ninateseka hivi, si bora nijiachane na huyu Yesu? Au wanakubana kwenye hilo eneo, unaingia kwenye madeni, mara inakupelekea unapata depression, unazidiwa, unalazwa, unakufa. Lakini wao wanakuwa hawajakuwa, ila ile sumu yao, ile kukubana kwao wanakupeleka kwenye level ambayo mfumo wako wa maisha unakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anawaambia, sikizeni nyinyi wanafunzi wangu, mimi ninavyoondoka nimewapa haya mamlaka. Nguvu hizo za giza zenye uwezo wa kumuua mtu instantly, ambazo amestaja kama nyoka, ndio tunazungumzia wachawi. Anaenda umemuuzi, anachukua kibuyu, anapasua, wewe unapata ajali, unakufa. Anasema nguvu hizo zote nimeziweka chini ya miguu yako. Lakini tu sio hizo, hata hizo ambazo zinaleta shida kwa watu, wameshika tumbo la mama, huyo mama ashiki ujauzito, hata hizo pia nimeziweka chini ya miguu yenu, mnatakiwa kuzikanyaga. Afu anasema na kila aina ya nguvu za giza. Swali la kujiuliza, sisi kama Wakristo tunazikanyaga au zinatukanyaga? Uje kwenda kwenye mkutano wa Injili, wanasema kuna nyimbo moja, shetani akija kanyaga teke kule. Uone watu wanapocheza na zile style. Wakati mwingine waga najiuliza, shetani akiwa anawaangalia, hasa hivi nyewe mmenikanyaga ama nimewakanyaga? Neno linabakiaga na ukweli ule ule, na neno linafanya kazi pindi unapolielewa. Ukilielewa kwenye ufahamu wako, lile neno linakuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano ninachokufundisha hapa, ukikielewa kinakuwa halisi kwenye maisha yako, ndivyo unavyoanza kuishi kwenye hilo neno. Siku moja nilikuwa naongea na binti mmoja, ameokoka. Sasa akawa anakuja kutengeneza, akaniambia, Pastor, nimepitia mambo mengi sana, na kwa kweli nahitaji Mungu anisaidie. Leo nikitoka hapa ofisini, kila kitu niwe nimekiacha huko ndani. Akaniambia jambo moja ambalo linanitesa. Kuna kaka alikuwa ananipenda, anafanya NMB, na tukanaye kwenye mahusiano kidogo, lakini huyo kaka hana mwelekeo, na kwa sababu ni potential sana, wadada wengi wakawa wanamwania. Rafiki yangu akaniambia kwamba nitampoteza huyo kaka, kwa niende kwa mtaalamu. Kwa akaenda kwa mtaalamu. Alipoenda kwa mtaalamu, akaenda Bagamoyo, akapewa dawa, akanywa, na akaambiwa hizo dawa utamchanganyia kidogo kwenye chakula. Akamkaribisha nyumbani kwake, kamwandalia lunch, kamwekea huyo kaka, akala. Basi kweli huyo kaka kampenda. Afu ikatokea huyo kaka pamoja na kufanya hivyo vyote akavunja mahusiano. Alipovunja mahusiano, baada ya kama miezi mitatu, yule kaka ofisini akawa anapiga makelele. Akiingia tu ofisini anapiga makelele, wanamkamata, wanamrudisha. Yule dada ingawa kaachana na yule kaka, akaanza kupewa taarifa kwamba yule kaka anafanyaje? Anachanganyikiwa. Dada akaokoka, ile ikaanza kumtesa kwamba inawezekana kinachomchanganya kaka ni kile ambacho anakifanya kwa nani? Kwa mganga. Kwa kaona the only thing ambacho anaweza kufanya, aje akonfess, amombe Mungu amrehemu, alafu pia mtumishi wa Mungu amwombewe kaka.
Kwa akaja ofisini, kanielezea. Nikamwambia Mungu anasamehe. Kwa tukaomba rehema, wakati naomba nguvu za giza zikafunguka ndani yake. Zilipofumuka nguvu za giza, nikaziuliza, ni nini ambacho mmefanya kwa yule kaka? Akasema, sikiliza mtumishi wa Mungu, yaani alichokifanya huyu dada bado hakijafika kwenye foleni kwa huyo kaka. Nikamwambia unamaanisha nini? Akaniambia, yaani huyu kaka amelogwa na wadada 4. Wakaka, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kaniambia, sisi hapa bado hatujaanza kazi yetu kabisa, kwa sababu kuna wenzetu bado wanafanya hiyo kazi. Nikafukuza kwa sababu dada kaokoka. Na nilipoamka nikamwambia kwamba usiwe na hiyo guilt, kwa sababu you are not responsible na hicho kitu, na Mungu amekusamehe, lakini kilichotokea kwa huyo kaka ni hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Nilipotoka nikajiuliza, nikasema hivi huyu kaka, sababu alionyesha picha yake, tukafungua social network yake pale tukamwangalia, yaani kakaka very innocent, lakini kamelogwa na watu 4. Sasa kama hao wanawake 4, kila mwanamke akienda kwa mganga anaongea la kwake. Swali la kujiuliza, kama yule kaka angekuwa na Mungu na angejua authority na vitu ambavyo Mungu amempa, haijalishi wale wadada wangefanya nini, hakuna ambacho kingetokea kwa yule kaka. Nikamwambia, sasa kitu kimoja ambacho unaweza kusaidia, make sure huyo kaka ninaonana naye. Akasema hataki hata kupokea simu yangu na nini. Nikamwambia mpigie, mwambie Sanbela anataka kuonana na wewe. Akasema sijui hata kama anakujua. Nikamwambia mtupige sasa hivi. Kwa kapiga simu, alikuwa apokei, siku akapokea. Akamwambia niko kwa mchungaji na mchungaji anataka kukuona. Kamuuliza mchungaji gani? Akamwambia makanisa kilokole siku hizi siataki kabisa na nini. Alikuwa kamweka live, kamweka loud speaker. Akamwambia niko na mchungaji hapa. Akamwambia mchungaji hapa. Akamwambia Sanbela. Akamwambia yule mnene. Ndio maana wakati mwingine nikikonda naogopa nitapoteza identity. Akamwambia kama unamfahamu namfuatilia nakuja. Niliomba na yule kaka, nilishangaa. Kuna mmoja kamtengeneza tu kwenye hela. Yaani yule dada sio ndoa, yaani kila akipata hela ndo anamkumbuka yule dada, hela zikiisha anamsahau. Lakini ukijiuliza kilichotokea mpaka yule kaka akafika kwenye level hiyo ya kusumbuliwa kiasi hicho, ni kwa sababu ndani yake hajui uwezo. Unajua, ngoja nikwambie, kwenye hii dunia ni either uchague kuwa na Mungu au kuwa na shetani. Hakunaga wakati kati. Ukiwa na Mungu unaweza kuzidifiti nguvu za giza. Na ndio maana ukiwa katikati, yaani wewe kwa Mungu hutaki kwenda wala kwa shetani hutaki kwenda. Yaani wewe mchawi akikupigia mkwara, wewe mpigie tu saluti, mwambie shikamoo. Manake hauna cha kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia wanafunzi wake, sikilizeni, mimi siwaachi hivi vinaijua hii dunia. Ni lazima niviweke vitu chini ya miguu yenu, nyoka na nge na nguvu zote za giza lazima niziweke chini yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee mbele kidogo. Sasa pamoja na kwamba Mungu amefanya hivyo, lakini kuna namna natamani tuwe aware. Ukijijua unaweza kutumia, usipojua hauwezi kutumia. Kitabu cha Waefeso mlango wa 1
mstari wa 17. 17 mpaka 18. Kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 mpaka wa 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape nyinyi. Haya ni maombi Paulo alikuwa analiombea kanisa la Efeso. Katika makanisa yote, kanisa la Efeso ndo kanisa ambalo lilikuwa linapitia changamoto sana ya nguvu za giza. Ndio maana ukisoma zile nyaraka amekuwa akiwa train namna ya kupambana na nguvu za giza. Lakini kwenye hii mistari Paulo alikuwa anaombea. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maombi ya Paulo kwa kanisa la Efeso. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Andika namba 1, hekima. Alafu na ya ufunuo. Namba 2, andika ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo kumbe kuna roho ya hekima na kuna roho ya ufunuo ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo ili aweze kumjua Yesu. Sasa unapokuwa unatamani kutembea kwenye mamlaka ya kimungu, ni lazima sana umuombe Mungu akupe hekima pia ya kujua namna ya kutumia hayo mamlaka. Kwa hekima inatupa uwezo wa kujua tutumiaje, nifanye nini na hichi ambacho Mungu amenipa. Unajua, siku moja nilikuwa naangalia TV, then nikaona mtumishi mmoja wa Mungu anaombea, na alipokuwa anaombea watu walipo manifest na zile nguvu za giza, akamwambia mmoja, we Jopa, we pepo, tembea kama punda. Kwa hiyo yule mtu hakutembea kwa miguu, akawa anatembea na mikono na miguu, kwa kama mnyama anavyofanyaje, anavyotembea. Na kwa wakati ule anazungumza, alikuwa hazungumzi na yule mtu, ile anazungumza na roho iliyoko ndani ya, na ile roho kwa sababu inaheshimu mamlaka, inajua mamlaka, kwa hiyo inafuata kile ambacho inaamriwa. Kwa akamwambia njoo hapa. Kwa mtu akatembea kutoka kule akaja mpaka pale. Alikuwa anafundisha kwa habari ya mamlaka, akasema ndio mjue namna ambavyo nguvu za giza zinaweza kutusikia. Akaambia ona sasa, sogea hapa. Yule mtu akaja anafanya hivi, alafu akaja akapanda mgongoni, alafu akaambia 1, 2, 3 tembea. Yule mtu akaanza kutembea, kanisa zima linashangilia. Ashukuriwe Mungu, yule jamaa alikuwa mwembamba, akasema alikuwa mnene kama mimi. Lakini ukiangalia, shida sio kwamba yule mtumishi hana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ana mamlaka ya kimungu. Na usipokuwa makini ukaona tu hicho kipande cha video, utasema huyu mtumishi anatumia nguvu za nini? Za giza. Ukianza kumsema anatumia nguvu za giza, Yesu anaanza kupambana na wewe kwa sababu yule ni mtumishi wake. Shida ya yule mtu ni kwa sababu ana mamlaka lakini amekosa hekima. Kwa ana uwezo wa kuamuru, lakini hekima ndani yake haimwambii afanye nini. Na kwa sababu katika kanisa wote waliokuwepo pale wote ni watoto kiroho,
Kwa wakiona wanashangilia, ni authority. Hakuna anayewaza kwamba huyu pepo akimwachia huyu mtu atakuwa kwenye hali gani, kwa sababu baada ya muda yule mtu pepo likiondoka tu mwili wake unarudi. Uliokuwa unatembea pale ulikuwa ni nini? Ni mwili. Sasa Paulo anawaambia Waefeso, ninawaombea Mungu awape hekima. Ukiwa na hekima na una mamlaka, hauwezi ukafika tu siku unasema nafunga siku 3, wachawi wote wa mtaani lazima wafe. Huwezi. Kwa sababu hawa wachawi unaotaka wafe, kuna watumishi wa Mungu anawasubiria ili wamtumikie. Sasa hekima inakupa uwezo wa kujua nini ninachotakiwa kufanya kwenye ile mamlaka ambayo ninayo. Lakini kitu cha pili anasema naombea Mungu awape roho ya ufunuo. Ufunuo ni uwezo wa kuona vitu ambavyo watu wa kawaida au katika ulimwengu wa kawaida havionekaniki. Kwa hivyo vitu viwili, hekima na ufunuo, ni vitu ambavyo kila Mkristo ni lazima awe navyo. Ndio kitu ambacho Paulo anasisitiza. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini Paulo kasisitiza sana kwa habari ya hekima na kasisitiza sana kwa habari ya ufunuo? Nataka nikuonyeshe kilichotokea kina Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Luka. Luka mlango wa 9 mstari wa 52 mpaka 55. Luka mlango wa 9 mstari wa 52 mpaka 55. Kitabu cha Luka mlango wa 9 mstari wa 52 mpaka 55. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekezea uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize, kama Eliya naye alivyofanya. Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliingia kijiji cha Samaria, na alipoingia kwenye kijiji cha Samaria, Wasamaria wakagundua kwamba Yesu hana intention ya kukaa kwenye kile kijiji, ana safari yake ya kwenda kijiji kingine. Wale wanakijiji wa Samaria wakamkataza Yesu kuingia. Wakamwambia, uingie kwenye kijiji chetu, maana una mpango, unataka kupita tu, kwa bora uendelee huko unakotaka kwenda. Yakobo na Yohana, moja kati ya wanafunzi wa Yesu waliokuwa naye, wakakasirika sana. Nataka uone nisomee mstari wa 53 na 55 mpaka 55. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni? Subiri. Yakobo na Yohana wakapandwa na hasira. Nakumbuka Yakobo na Yohana tayari wamepewa mamlaka. Ukisoma hii sentence, hawamwambii Bwana tunaomba. Wanasema hivi, wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize? Manake wana uwezo huo. Mwambie Bwana, kwa level ambayo tumefika, tuna uwezo wa kuangamiza, moto ushuke. Hawa wa Samaria hawezi kutufanyia kitu cha ajabu namna hii. Yaani tuko na wewe alafu wanatuzuia kushuka. Kwa hiyo sisi, mimi Yakobo na Yohana, ngoja tuagize moto ushuke ulambe kijiji kizima, kijiji chote kigeuke kuwa mishikaki.
Manake wana mamlaka ila hawana nini? Hekima. Sasa jiulize, wakati huo wamepandwa na hasira, Yesu angekuwa hayupo, nini kingetokea kwenye kijiji? Manake kijiji chote kingeungua. Kwa sababu kuna watu wana mamlaka lakini hawajui mamlaka hiyo waifanyie nini. Wakamwambia Bwana turuhusu. Hawasemi Bwana wewe uagize, wanasema tuagize. Manake tuna huo uwezo, hiyo level hiyo dimension tayari tumeingia. Tuna uwezo wa kumwambia Mungu. Na walivyo wajanja, wakanukuu na andiko linawapa hiyo mamlaka. Wakasema si unakumbuka kipindi cha Elia? Manake tunachokizungumza sio kitu ambacho hakiko kwenye Biblia, ni kitu ambacho kiko kwenye Biblia. Wana mamlaka lakini hawajui wafanye nini na hayo mamlaka, hekima. Mungu anaporuhusu kuwa na mamlaka ya kimungu ndani yako, ili uweze kukua kwenye hayo mamlaka, inategemea unafanya nini na hayo mamlaka. How you behave. Kwanza kwenye maombi yako. Nilikuwa naongea na mwanangu mmoja kaniambia, yaani Mungu angenipa jicho la kiroho, yaani niwe na uwezo wa kuona vitu kwenye maisha ya mtu, watu wangekoma mjini hapa. Akaniambia watu wangekoma. Umeona? Anatamani lakini hekima. Manake siku Mungu akimfunua macho itakuwa shida. Sasa mtu asiyekuwa na hekima na akawa na nguvu za Mungu, siku zote watu waga wanambrand, wanamuona kama ni nabii wa uongo au ni mtumishi wa uongo. Kwa sababu vitu wanavyovifanya vinakuwa ni vitu ambavyo watu wanaona havina maana. Sasa akamwambia, mimi nawaombea kwanza hiyo roho ya hekima kwenye ninyi kanisa la Efeso mnahitaji sana. Lakini pili, nataka niwaombee roho ya ufunuo. Kuna namna ninatamani mumjue Yesu, na kuna namna mamlaka hamuijui, na mkijua hiyo na mkawa na hekima, maisha yenu na mapambano ya nguvu za giza yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikuelezee alipokuwa anazungumzia ufunuo, kitu gani ambacho Paulo alitaka wakione, ambacho wao kama kanisa walikuwa wakione. Na nataka kuambia, ukielewa kwenye hili eneo, nguvu za giza hazitakutesa kamwe. Mimi naambiaga watu, nilishasahau maombi ya kujifunika mchawi asinisumbue. Nilishasahau. Kwa sababu kuna vitu ambavyo nimevifahamu kwenye neno la Mungu. Na kwa sababu ya huo ufahamu, hivyo vitu vimekuwa halisi. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi nataka kukifahamu hicho na wewe, si ndio Sawa. Ndio jirani yako mwambie kamata hichi kwa mtumishi sasa. Hicho kitabu cha Waefeso. Nisomee mstari wa 20 mpaka 23. Kabla hujasoma, ninaomba kiti kimoja hapo juu. Pandisha hapo juu kiti kimoja. Pandisha viti viwili hapa juu. Kimoja hapa, kimoja. Nisomee. Waefeso nianzia mstari wa 20. Mlango wa kwanza mstari wa 20. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 20. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Nianzie mstari wa 19. Mstari wa 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Kwanza
Nataka hilo neno alipomfufua uliandike pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Alipomfufua nataka uandike pembeni. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Alipomfufua katika wafu. Alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mstari wa 23. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Yesu alipokufa akazikwa, Biblia inasema akafufuliwa. Kwa Yesu akufufuka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akufufuka, alifufuliwa. Nitaelezea vizuri baadaye. Alipofufuliwa kuna kitu cha maana sana kilifanyika. Biblia inasema akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Yaani Mungu akamweka Yesu kwenye mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa, sio ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua zamani nilikuwa najua hivi, na walikuwa wanachora picha. Nilikuwa najua kwa Mungu kuna kiti la enzi. Alafu kwenye ile kiti la enzi mkono wa kulia pembeni hapo. Yaani anasema mkono wa kuume ni mkono wa kulia, Yesu kakaa hapo. Na wengine mnafikiria hivi. Lakini anamaanisha mkono wa kuume anamaanisha kwenye eneo la nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alipofufuka akamchukua. Alipomchukua katika ulimwengu wa mwili akampeleka katika ulimwengu wa roho. Na alipomchukua katika ulimwengu wa roho akamweka kwenye mkono wake wa kuume, sehemu ambayo ina nguvu nyingi sana. Alafu anaelezea, anasema juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao. Paulo anasema, yaani nyinyi wa Efeso hamjui, lakini kitu ambacho kimetokea, Yesu alipofufuliwa alichukuliwa akapelekwa kwenye eneo katika ulimwengu wa roho, na hilo eneo lililoko katika ulimwengu wa roho ni juu sana kuliko falme zote, kuliko nguvu za giza. Yaani alipoketishwa yeye, hakuna nguvu yoyote ya giza inaweza kumfikia. Na anasema hata hakuna jina lolote lililoko sasa wala la ulimwengu ujao. Manake akisema jina, manake anamaanisha hamna magonjwa yote ambayo yanaweza kufika kwenye lile eneo. Anasema kwenye hilo eneo ndipo Yesu amefanyaje? Ameketishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kaka nakuomba mara moja. Leo utakuwa wewe Yesu, amen. Weka begi lako. Alafu panda, afu keti hapo. Keti hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huu sema pako chini sana, lakini tuseme pako juu, amen. Anasema ameketishwa juu. Huu ndo ulimwengu wa roho. Alafu nilipo mimi hapa Sanbela ni ulimwengu wa mwili. Sasa Paulo anasema natamani mjue huu ufunuo nyie kanisa la Efeso.
Kuna sehemu ambapo Yesu ameketi, na sehemu ambapo Yesu ameketi ni juu sana sana, na ni sehemu yenye mamlaka, ni sehemu yenye utukufu, na hakuna nguvu yoyote ya giza wala falme wala hakuna jina lolote lenye nguvu hata ya kuweza kufika hapo, na hapo ndipo ambapo yeye ameketishwa. Swali la kujiuliza, kama Yesu kaketishwa hapo, Waefeso inawahusu nini, si ndio? Okay. Kama Yesu kaketishwa hapo, wewe inakuhusu nini? Aliyeketi kwani ni wewe? Kwa nini Paulo anaweka msisitizo sana tujue hapa Yesu alipoketishwa? Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio hicho ambacho nataka leo kikamate. Ukisahau vyote, hili hakikisha unalikumbuka. Nisomee mstari wa 23 Noel. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Rudia tena mstari, unashangaza sana. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Sikiliza. Anavizungumzia vitu vya ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vitu vyote akavitia chini ya, manake vitu vyote viko kuanzia hapa kuja chini. Sio, umenielewa? Vitu vyote viko hapa kuja chini. Vitu vyote unavyoviona vikubwa na vigumu hapa duniani vipo kuanzia tu hapo kuja chini. Unaweza sasa kuanza kunielewa kwa nini Yesu alisema aliwapa uwezo wa kukanyaga. Unaanza kuelewa Okay. Akasema amevitia vitu vyote chini ya miguu yake, alafu akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Na akamweka awe kichwa. Anapozungumzia kichwa anamaanisha uwezo wa kuvitawala vitu vyote. Hapo ndipo Yesu alipo. Swali la kujiuliza, hivi kweli jini Maimuna anaweza kusogea pale? Tujibu pamoja. Jini Maimuna anaweza kusogea pale? Mimi ni mkinga. Mizimu ya kina Kiando inaweza kusogea pale? Kwa sababu yote iko hapa chini. Hivi kuna pepo anaweza akamshtua Yesu alipo hapa na Yesu akashtuka? Inawezekanika? Hapana. Na nguvu zote za giza zina uwezo wa kuona sana katika ulimwengu wa roho. Kwa zikiangalia zinaona ile eneo namna ambavyo ni hatari. Sasa swali la kujiuliza, kama ameketi pale, sisi inatuhusu nini? Waefeso inawahusu nini? Kitabu hicho cha Waefeso, Paulo anajibu. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 4 mpaka wa 6. Kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 4 mpaka wa 6. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Paulo, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa sababu ya upendo wake kwetu usivyokuwa wa kawaida, alikuwa anajua akimweka Yesu pale peke yake sisi tutapigika. Anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Maanake kumbe mtu asipompokea Yesu akiwa na dhambi anaonekanika kama mfu. Anasema alituhuisha pamoja na Kristo. Tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Sasa nisikilize.
Kabla hatujaokoka tulikuwa tuna dhambi na tulikuwa tunaonekanika kama wafu, na shetani alikuwa na uwezo wa kutushughulikia vyovyote apendavyo. Paulo anasema hivi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema, ile siku unapookoka kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho, kufumba na kufumbua. Anasema kinapotokea ghafla, wewe unakufa pamoja na Kristo. Yaani ile process ya Yesu kufa, wakati ule unafanya sala ya toba, ghafla na wewe unakufa katika ulimwengu pamoja na Kristo. Alafu hapo hapo unafufuka pamoja na Kristo. Alafu hauishi kufufuka pamoja na Kristo. Paulo anasema yeye Mungu huwa anatuchukua, njoo dada, anatuchukua alafu anatuketisha. Kakae pembeni ya Yesu. Anasema tukafa pamoja na Kristo, tukafufuka pamoja na Kristo. Pamoja na kutufufuka hakutuacha huku, kwa sababu kuna sehemu alitaka tukae. Anasema akatuketisha pamoja na nani? Ametuketisha pamoja na Kristo. Sasa hili lote limetokea katika ulimwengu wa, kwa mtu yoyote ambaye ameokoka katika ulimwengu wa roho amekaa hapa pembeni. Yesu amekaa hapa. Nataka nikukumbushe, nisomee ile Efeso 1. Hapo alipokaa ni sehemu gani? Efeso 1 mstari wa 21. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote. Sikiliza, Paulo anasema alipokuwa ameketi Yesu ni juu sana kuliko ufalme wote. Kingine? Na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Umeona alipoketishwa Yesu ndio hapo. Hapo anasema akiwa Yesu ameketi hapo, na sisi tukafa pamoja na Kristo, tukafufuka pamoja na Kristo. Hatujafanya lolote, lakini Mungu kwa sababu ya rehema zake akatuchukua, akaja akatuketisha hapo. Sasa ona maajabu. Tunaona pale alipokaa na Yesu. Lakini pamoja na huyu mpendwa kuwekwa hapo, jini Maimuna akifanya jini Maimuna akiangalia hivi anajua kabisa hawezi kwenda pale. Mizimu ya bibi inajua kabisa haiwezi kwenda pale, lakini inatumia hila. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hana nguvu, ila anatumia ujanja. Kwa akikushtua ni ajabu sana, unainuka pale, unakimbia, unakuja huku. Na ndio kitu kinachotokea unapoomba. Siku zote unapoomba hauombi ukiwa huku chini, ndio unaomba ukiwa hapa juu. Ndio maana mtu ambaye anaomba juu, akiwa hapa juu na vitu vyote viko chini yake, hamuombi Mungu ili Mungu ampe, ila anaviamuru vitu ili vitu viwe. Ukiwasikiliza wapendwa, matured Christian wana uwezo wa kucommand situation ibadilike. Watoto kiroho wanamsii Mungu awape. Wanamwomba Mungu awape, lakini Mungu anawaambia, lakini nilipowaketisha, mbona ningetamani mjue, kwa sababu hivyo vitu mnavyoviomba viko chini yenu na vinawasikiliza. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Watu wawili wanaenda kwenye interview. A matured Christian aliyekuwa kiroho, aliye na ufunuo, na huyu ambaye ni Mkristo tu lakini hana ufunuo. Ona maombi yao. Huyu ambaye hajui nafasi alionayo ataambia Mungu, nimepigika siku nyingi, nimetembea na bahasha, Mungu ninaomba unipatie hii kazi, kwa kweli ninaomba mara hii tu Bwana. Alafu a matured one anayejua mahali ambapo ameketishwa, anaomba, anasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hii nafasi iko chini ya miguu yangu, nitaingia kwenye ofisi,
nitakikalia hicho kiti. Yoyote ambaye atakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu juu yangu hatafanikiwa. Kibali cha Kristo kiko kwenye paji la uso wangu. Maichara wakiniona watanikubali kwa kuniona tu kabla ya kunizungumzisha. Kwa jina la Yesu naomba kuamini, amen. You see the difference? Mtu ambaye hajui ufunuo, akilala usiku akisikia paka kalia kwenye dirisha, anashtuka. Baba, ninaitia damu ya Yesu, ninapaka kwenye kucha, ninajipaka kwenye nywele, ninafunika kwenye mashuka, ninazungusha kwenye hichi kitanda, kama damu ilivyo nyingi kama kwenye bahari, na kitanda changu kitakuwa juu. Mungu ana kazi, wapendwa. Una misuse damu ya Yesu kiasi hicho? A matured one akisikia huo mlio wa paka, akishtuka, anajua paka amepiga kelele. Huyu paka kwa nini anidisturb sasa hivi? Ananiharibia usingizi wangu. Hapa nilipoketishwa hawezi kuja. Anageuka upande wa pili, anajifunika, analala. Paka hata kama ni mchawi akiangalia sasa, ili jamaa linajua. Wewe ambaye umejimwagia damu, paka anajua kabisa hiyo damu ni kwa ajili ya uoga. Anajua kabisa kwamba huyu alichokifanya wala sio imani, huu ni uoga. Tuongeze tukio la pili, wanarusha mawe juu ya dari. Simu ya mchungaji Salbela. Kwenye fear imani inakuwa haipo. Na usipokuwa kwenye imani unapoteza nafasi uliopo. Ndio maana watu wengi sana wanasumbuliwa na nguvu za giza, sio kwa sababu hawaombi, ni kwa sababu ya kukosa maarifa sahihi. Imagine when you pray, ukiwa unaomba ukiwa umekaa kwenye hilo eneo. Mtaani mnagombana na mtu anakutishia, labda mmezungumza kiwanja, anakuambia na utaona nitakushughulikia. Unaanza kufunga siku 3. Unafunga kwa sababu ya hofu ya mchawi. Biblia inasema wanaoongozwa na roho ya Mungu. Wewe unaomba kwa sababu umeongozwa na mchawi. Wanaoongozwa na roho ya Mungu wao ndo lakini unafunga. Ule ulikuwa ni mfungo kukaa, Mungu ninakushukuru, unanipenda, asante. Mfungo wako kwa kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Lakini leo hii unapiga mfungo wa 3 kavu kwa sababu ya hofu ya mchawi. Ukimaliza tu ya 3 anakutisha tena, unapiga 6. Watu waanza kuuliza, mwenzetu diet gani unatumia? Kumbe ni kwa sababu haujajua ile position. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kurudi, tuwapigie makofi. Sasa ona kitu ambacho ni cha ajabu. Pamoja na Yesu kutuketisha kule juu, akiwa anajua kwamba kuna wanangu wengine bado hata wakijua wako hapa hawataamini, lazima nifanye kitu kingine tena. Siwaachi tu kwenye hiyo position, lakini lazima nifanye kitu kingine tena ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vitu vile nataka uvielewe sana. Unajua Yesu alipokubali kufa, alikuwa hana uwezo wa kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anahitaji kufanyaje? Kufufuliwa. Nimekuonyesha, nikwambia andike pembeni, unakumbuka? Na ili aweze kufufuliwa, alikuwa anamhitaji Roho Mtakatifu ndio amfufue. Kwa Yesu alikuwa na imani sana kwa Roho Mtakatifu. Na alikuwa anamjua Roho Mtakatifu hawezi kumdisappoint. Ndio maana akasema mimi nitakuwa tayari, nitakufa, nitakaa siku 3, lakini baada ya siku 3 Roho Mtakatifu inabidi ufanyaje? Unifufue. Alikuwa na imani kubwa sana. Na alikuwa anajua tabia za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu is very faithful. Imagine umekufa siku 3 alafu asitokee. Na huku duniani umeshatuambia siku ya 3 nitafufuka. Alafu kumbe kufufuka uwezi, unategemea kufufue. Alafu kumbe naye yuko busy. Unajua wakati niko mtoto, nilikuwa kwenye darasa
la 3 nilikuwa nakaa Singida. Na hiyo sehemu ambapo tulikuwa tunakaa, walikuwa wanakaa Wahindi na Waarabu. Babangu alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya RTC. Kwa hiyo tulikuwa tumepewa nyumba, alafu mbele ya nyumba kuna supermarket ya RTC. Kwa hiyo walikuwa deep freezer yakiharibika, wanaweka mbele supermarket pale. Na sisi kuna baraza kubwa tunacheza. Sasa nikaa na mwenzangu rafiki yangu Arabu. Nikamwambia, akanipa wazo. Akaniambia, "Hebu tucheze mchezo." Nikamwambia, "Mchezo gani?" Akaniambia, "Unaingia ndani ya deep freezer. Ninahesabu mpaka 20. Alafu ninafungua. Ukiweza kufungulia mpaka 20 kifungua unatoka afu mimi naingia." Nikaona mchezo mzuri. Na kwa sababu yeye ndo alileta wazo, nikawa kwanza kufanyaje? Kuingia. Kumbuka anayehesabu ujue anahesabu mpaka ngapi, si yuko nje. Deep freezer ukifunika linafunika juu, ukiwa ndani usikie. Kwa nikaingia. Na kumbe ukiwa ndani ya deep freezer huwezi kulifungua ukiwa ndani. Lazima ufungulie likiwa wapi? Kwa nikaingia mule ndani. Nimekaa nasikilizia. Mungu ni mwema, likafunguliwa. Akaniambia, "Nimehesabu mpaka 20 umetoka." Nikamwambia, "Ingia na wewe." Akaingia. Kijana wa Kiarabu. Nikahesabu mpaka 20 na nilikuwa mwaminifu kweli. 20 imefika. Nikafungua akatoka. Tukasema twende 25. Nikaingia. Akahesabu. Nimekaa, hujui uko ngapi, ila unaamini tu atafanyaje? 25 nikatoka. Lakini nilianza kujisikia kuchoka kule ndani. Nikamwambia, "Ingia wewe." Kwa akaingia. Alipoingia, mwalimu wangu wa hesabu akawa anapita. Na mahusiano yangu mimi na hesabu na mwalimu yalikuwa sio mazuri. Kwa hiyo mwalimu alipokuwa anapita, sivyo nimefika 10, ikabidi nikimbie ndani kwanza. Nimsubiri mpaka mwalimu apite. Na mwalimu akawa anaongea taratibu, akafika pale kidogo akaongea, akasimama, alikuwa anaenda mwenzake, akasindikizwa akaondoka. Alivyoondoka, ilikuwa imefika sio 50 au 60. Nikaenda nikafungua. Kufungua nikakuta mtu mwekundu. Ninamuita, Ahmed amka, hanisikii. Kwa sababu nilikuwa na mwili, nikaingia, nikamnyanyua, nikamtoa, nikamweka. Nikahisi labda kazimia. Na nilisikiaga kwamba mtu kizimia unamwagia nini? Maji. Kwa nikakimbia, nikaenda nikachukua maji, nikamwagia, hamki. Mdogo kuja kaona, kaenda akamwambia mama. Akamwambia wazazi, wakaja kuangalia hali ya mtoto mbaya, ikabidi wamchukue na gari kumkimbiza wapi? Unajua shida ni nini? Shida Ahmed alimwamini mtu ambaye hatakiwi kuaminika. Manake kulikuwa kuna uwezekano kabisa angekufa. Yesu alimwamini Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu anafanyaje? Anaaminika. Akawa tayari kufa, akamwambia ikifika siku ya 3 utanifufua. Na ilipofika siku ya 3 akamfufua katika wafu. Sasa Yesu akijua uaminifu na nguvu ya kuweza kumfufua yeye, akaona huyu Roho Mtakatifu, pamoja na kwamba huyu nimemweka kwenye hiyo position, lakini huyo Roho Mtakatifu bado nataka nimweke ndani ya huyu mtoto wangu. Pamoja ameketishwa juu sana kwenye hiyo nafasi, lakini bado hata akiwa hapa duniani anatembea, lazima huyu Roho Mtakatifu aingie ndani yake. Fungua Warumi 8, tunaomalizia. Warumi 8 mstari wa 11. Paulo anazungumza na kanisa, anasemaje? Warumi 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Paulo anasema ikiwa yule aliyemfufua Yesu katika wafu. Kwa nini ameunganisha hapo? Anataka uone nguvu ya kufufua ilivyo. Kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kumfufua Yesu kutoka kwenye wafu. Alafu anasema huyo roho aliyemfufua Yesu katika wafu sio tu yuko juu yako, anaishi ndani yako. Alafu anasema
yeye atahiuisha miili yenu. Maanake hata kama ni mgonjwa, yeye yuko nani? Ataifanya miili yenu iliyo kwenye ugonjwa kuwa na afya na kuwa na uzima. Sikiliza, anayejua ufunuo huu akianza kuomba kama anaumwa, hamwambii Mungu nahitaji uniponye, ila anamwambia mguu, kwa jina la Yesu tulia na kaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Anajua position, lakini anajua huko ndani yake amebeba uponyaji, kwa sababu kuna roho ambaye aliweza kusababisha uhai. Yesu alikuwa amekufa akamfufua, alafu huyo roho anakaa ndani yako. Swali la kujiuliza, roho wa Mungu anakaa ndani yako, alafu umeketishwa pale, iwaje unalogwa? Unalogekaje? Alafu swali jingine, Yesu atufanyie nini tena? Bwana Yesu asifiwe. Amefanya yote yanayotakiwa kwa level ambayo anataka wewe usisumbuliwe na nguvu yoyote ya giza. So mtu ambaye ameokoka siku zote ndivyo alivyo, ndivyo ukweli ulivyo. Ukijiona hivyo ndivyo ambavyo utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa? Ndio maana ukiona mtu mwenye pepo anakutishia, nitakupiga, nitakubabua, kitu yule pepo anachotaka kukifanya, anataka aone unajua ulipo na unajua kilichoko ndani yako. Namna utakavyo respond, hiyo nguvu ya giza itajua. Ikiona haujui nafasi uliopo, ikiona hujui ulichokibeba ndani, basi hizo nguvu za giza zinakuvamia. Lakini zikijua nafasi uliopo, na nisikilize, nguvu za giza zinaona kuliko wewe unavyoona. Hichi ninachokufundisha kwao, wao wanajua ukweli wake, kwao wanafahamu kabisa. Kuna siku moja nilikuwa naenda kumwombea muumini mmoja nyumbani kwake, kutandika ndani, na kumbe kwenye hicho chumba ambacho amepanga, hiyo nyumba ina mlango wa kuingilia huku na huku. Ni vile vyumba, unajua zile nyumba ambazo kuvimba katika corridor. Nilikuwa naenda kumwombea mama yake. Kwa chumba cha kwanza, mlango wa kwanza ni chumba cha mganga, yeye anakaa chumba cha mwisho. Kwa hiyo akaniambia, na mamake nilikuwa na mtu naye na mahusiano naye mazuri sana. Kwa hiyo nikamwambia twende, tukaenda, tumefika. Tumeshuka kwenye gari, ule mlango ukafungwa kuju. Yule dada akashangaa, kwa nini huu mlango unafungwa wakati tunapita? Kaenda pale kajitahidi kufungua, ule mlango umefungwa. Ikabidi azunguke kwenye ule mlango mwingine ili atake kufungua. Anataka kufungua, yule mama ambaye ni mganga akamwambia, ole wako ufungue huu mlango. Akamwambia kwa nini? Akamwambia huyu akipita hapa kaharibu kila kitu. Swali la kujiuliza, simjui huyo mganga wala huyo mganga hanijui, aliona nini? Manake aliona katika ulimwengu wa roho na akajua madhara. Kwa hiyo binti akarudi akaniambia, yani baba, yani kimekubali. Naambia nini? Ananiambia kasema tusipite kwenye huu mlango. Kwa nataka tutasukuma huu mlango, lazima tuvunje ili baba upite hapo. Nikamwambia kuna mlango mwingine? Akaniambia upo. Nikamwambia tupite mlango mwingine. Ile vita nikiingia mimi nikiondoka namwachia nani? Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tungevunja ule mlango na ningepita, mganga angekiona cha mtebakuni, lakini mimi siishi pale. Kwa tukapita kule, tukamwombea mama, tukaweza kumwombea mama, nikaondoka, akazidi kubaki na amani. Lakini mganga aliweza kuona bila kuzungumza, bila kuuliza, bila kugusa. Manake wana uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho mamlaka ambayo Mungu
ameiweka ndani yako. Simama hapo ulipo. Nataka nikupe dakika 5. Hebu omba ukiwa unajiona umekaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu zungumza na hivyo vitu kwenye maisha yako. Hata kama ni nguvu za giza zimekuwa zikikusumbua, wewe ziambie nguvu za giza, leo nimejua sehemu nilipo. Nimejua nafasi ambayo nipo. Ninajua ninapoombea. Ni situation kazini, ni situation kwenye biashara. Hatuko hapa kwa ajili ya kumwambia Mungu tunaomba. Tuko kwa ajili ya kuvitamkia, kuviamuru, kuvicommand. Maana tayari vimewekwa chini ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani kuanzia leo hata mfumo wa maombi yako ubadilike. Tena kumwabudu Mungu, usinipite Mwokozi, unisikie, alafu nitaenda kulead kwenye maombi. Tatamani uombe, tamka, amen. Tamka kwenye hayo mamlaka. Biblia inasema ujionavyo nafsini mwako ndivyo, na imani huja kwako. Kwa hiyo kuna picha imetengenezeka huko ndani kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Ifike sehemu wanaoombewa sana wawe watoto. Sisi ambao tumekaa kwenye wokovu tukue sasa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yes, tutoke kwenye ile hali ya kila wakati kutegemea, tuanze kuweza kujitegemea. Alafu tuwasaidie wale ambao wako chini. Sio kila siku lazima tuwe watoto. Usinipite Mwokozi, unisikie. Tume wote unapozuru wengine, Baba yangu mwambie Bwana usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi. Waweza kuongeza sauti yako zaidi. Bwana Yesu nisikie. Bwana unapozuru wengine, napozuru wengine, Bwana Yesu muite Yesu, Bwana Yesu, Baba ninaomba, Bwana unapozuru wengine,
Hebu natamani ufungue kinywa chako sasa. Anza kuzungumza na situation zilizoko kwenye maisha yako. Anza kutamka ukiwa umeketi kwenye mahali pa juu. Wakati vyombo tu vinapiga, sisi tuendelee kutamka. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, leo hii umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Umeweka mamlaka kwenye vinywa vyetu, na watoto wako wameelewa nafasi waliopo. Kashoto korabashata kayanda redo zete keramando shotoya yekarabase tekeyama. Endelea kutamka kwenye eneo la uchumi. Endelea kutamka kila ambacho kijakaa sawa. Tamka ukiwa mahali pa juu kabisa, maana vyote vimewekwa chini ya miguu yako. Tamka sasa, tamka sasa. Natamani upandishe sauti yako. Tamka ukiwa unamaanisha, tamka ukiwa unaamini, tamka ukiwa unaamini, tamka ukiwa unaamini. Kila kitu kikakae sawa sasa. 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 Tamka, 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 tamka. Hata kama ni kwenye ndoa, hata kama ni kwenye mahusiano, popote kwenye engo yote, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka. Hata kama kuna wachawi wamefanya chochote, leo hii mamlaka iko ndani yako. Leo hii mamlaka iko ndani yako. Unachokitamka ndicho kinachokuwa. Unachokitamka ndicho kinachokuwa. Endelea kuumba, endelea kuumba, endelea kuumba, endelea kuumba, endelea kuumba, endelea kuumba. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Hata kama ni mgonjwa, amuru uzima kwenye mwili wako. Amuru uzima kwenye mwili wako. Anasema ikiwa yule Roho aliyemfufua katika wafu anaishi ndani yako, atahuisha hiyo miili yenu iliyo katika hali ya kufa, iliyo katika hali ya kufa. Endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka. Tamka, 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 tamka. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Tamka, 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 tamka. Hizo nguvu za giza haziwezi kusumbua. Hizo nguvu za giza haziwezi kusumbua. Tamka, tamka. Rabajata yabada yabada ratatatatata regegegegege gaga. Tamka, tamka. Umeketishwa juu sana, umeketishwa juu sana, umeketishwa juu sana katika ulimwengu wa roho, juu kuliko ufalme wote, kuliko mamlaka na nguvu na kila jina litajalo. Tamka, tamka. Hiyo mizimu haiwezi kusumbua. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Huo uchawi hauwezi kusumbua. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Tamka, 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 tamka. Rabashata yamazonda rababa yetedere baba baba ratatata baba. Tamka, tamka. Kuna vitu vinatokea katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinatokea katika ulimwengu wa roho. Tamka, 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 tamka. Riga zata yamada yabararaba ramandoza rababa yada baba yetedere baba. Tamka, 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 tamka. Vitu vinatokea. Kuna jambo linatendeka. Kuna jambo linatendeka katika ulimwengu wa roho. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Mwambie Mungu, yes, tamka, tamka, tamka. Kuanzia sasa hiyo mamlaka ikawe halisi. Kuanzia sasa hiyo mamlaka ukaitumie. Kuanzia sasa hiyo mamlaka ukaitumie. Tamka, tamka. Hiyo vita utaishinda. Hiyo vita utaishinda. Hiyo vita utaishinda. Hiyo vita iliyo mbele yako. Jesus my name. Jesus my name. Thank you Lord. Baba, tunasema asante kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa kuwa tumetambua kuna ile nafasi ambayo umetuketisha katika ulimwengu wa roho. Umetuketisha juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na kila jina litajalo. Katika jina la Yesu Kristo naomba tukiamini, amen. Unaweza kumshangilia Bwana. Unaweza kufanya zaidi hapo. Unaweza kufanya zaidi hapo. Amen. Unaweza ukashika sadaka yako. Taiombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaleta dhabihu hii mbele ya uso wako, Mungu wa haki. Uitakabari katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata maombi ambayo tumeambatanisha kupitia sadaka hii Mungu,
ukayajibu sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai naomba nikiamini, amen. Naweza funga macho kisha nitaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, natamka ulinzi juu ya watoto wako. Kila milango ambayo inatumiwa na nguvu za giza ninaifunga kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wapiga upofu kwenye hiyo milango wanaotumia. Ninaweka utelezi kwenye hiyo milango wanaotumia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna silaha yoyote ya adui itaofanyika kinyume nao na kufanikiwa katika jina la Yesu. Silaha yoyote ya kichawi haitafanikiwa katika jina la Yesu. Silaha yoyote ya mizimu haitafanikiwa katika jina la Yesu. Silaha yoyote ya kiganga haitafanikiwa katika jina la Yesu. I speak breakthrough kwenye maisha yao. Chochote ambacho kiko pending katika jina la Yesu, wakapokee hizo baraka, wakapokee hizo baraka. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninabatilisha kila taarifa mbaya ambao adui ameikusudia katika maisha yao, bali ninatamka wakapokee taarifa njema, wakapokee taarifa njema. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamka amani kokote watakoenda, wakaikuta amani zaidi na zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai naomba nikiamini, na tuseme neema na Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Na twende kwa neema ya Bwana. Mungu awabariki sana.